Simba sio kusajili wachezaji. Huyo ndio kwanza asajili viongozi wa timu. Uanze kwanza usajili wa viongozi alafu upate uongozi. Usajili wa hapa hata wakileta David De Bruyne yule sio atoka Man City. Blaza hawezi kucheza ile timu. Haiwezekani timu blaza unakuwa na mchezaji siku moja kabla ya dabi ana train na timu kwenye mpango wa mechi yupo. Yaani maana unajua pale kocha, hao ndio kocha ndio wao sasa hivi wa kisasa. Wanaenda na TV screen bana, timu ya Yanga ina Maxi anacheza hapa, akitoka hapa anaenda hapa, akitoka hapa anawaambia wachezaji ambao wapo wanamwangalia. Yaani kwenye mpango wa mechi yupo, anajua madhaifu ya timu yake, anajua madhaifu ya Yanga. Anakuja kutoka saa 5 usiku bro, anaenda kwenye timu pinzani. Yeye utegemea sema ni mwalimu jana alienda kuambia nini Yanga? Tuache tu kucheza. Kwa bwana kocha wa Simba alisema hivi. Kwa Maxi amefanya. Yaani mipango yote yaani ni akili kidogo. Akili yani tu kwa jana Yanga kushinda, inawezekana tuna timu nzuri, lakini unajua nini alienda kusema Selemani Mwalimu kwenye kambi ya Yanga? Kwa jana nilikuwa kwenye kambi ya Simba, kocha amesema Maxi anacheza hivi, tukili umpite ufanye hivi. Yaani unadhani Maxi hatabadilika? Kwa kuna namna. Nikuulize swali. Naomba nikuulize swali. Umemzungumzia Selemani Mwalimu. Tayari tunafahamu hilo ni mchezaji wa klabu ya Young Africans. Lakini swali la msingi ni kwamba katika nafasi anayo ihudumu ndani ya klabu ya Young Africans ina idadi kubwa ya watu na profile zao ni nzuri zaidi. Unafikiri hili ulikuwa ni usajili ambao ulikuwa unahitajiwa zaidi na klabu ya Young Africans ama wamefanya kutokana na hizi swala la tambo majigambo ya hapa na pale ya Simba na Yanga? Nashukuru kwa swali zuri ndugu yangu. Unajua ili jana niliongea hata kwenye maisha ya kawaida kaka. Unapokuwa unapigana vita na mtu usingangania kumpiga risasi tu kwa sababu yeye ana 7, wewe unawezekana leo una 7. Hata ukilazimisha tu kumpiga risasi mwisho wake hawezi kaishi. Sisi walichoangalia viongozi wangu, ndio maana nakwambia viongozi wetu wana blame kubwa. Sio mimi naamini Selemani Mwalimu sio kama anakuja kutuongezea kitu kikubwa, ila ni namna ya kumdhoofisha mpinzani wetu. Yaani unapokuwa unaangalia huyu mpinzani wangu ana uimara sehemu gani, kuna kitu gani anategemea, like usajili wa Selemani Mwalimu kama tulivyofanya kwenye usajili wa Chama. Yaani ni mchezaji ambaye sio kwamba kwetu tuna mahitaji naye sana. Ukiangalia bro, mimi na striker 5 pale. Yaani nina Mihambo, na Mzize, na Shashamani, na Sheitule. Kaka hao wachezaji tufanye huyu Mihambo kazidiwa na Selemani. Selemani Mwalimu amzidi Mzize. Yaani hili sio mimi, hata watu wa Simba wanajua. Selemani Mwalimu amzidi Sheitule, Selemani Mwalimu amzidi Shashamani. Ila tumemchukua Selemani Mwalimu kwa sababu yule ni striker mpinzani wangu. Na ndio striker anayemtegemea kwa sasa. Hivi imagine mimi ningeenda kwenye dabi Simba anasema ni Mwalimu, yaani isingekuwa shida. Nimemchukua kaja Yanga hajacheza, wao wamedhoofika. Wao sometimes unafanya kitu ambacho kinaweza kumdhoofisha mpinzani, sio kinakuletea nini wewe. Blaza, sisi hatakuwa na mahitaji na Selemani Mwalimu kama tulivyokuwa hatuna mahitaji na Chama. Ndio maana tulimchukua Chama kaja kukalia mbao, tukawafanya hawa jamaa wakose, wawe na udhaifu. Tulichukua kitu ambacho wao wanategemea, ambacho sisi tunaonekana kikatupa shida. Blaza, Selemani Mwalimu tumemchukua kuwadhoofisha Simba, lakini sio kwamba alikuwa na mahitaji zaidi tu kwamba tunamtaka aje kuongeza kitu kwenye timu yetu. Hapana. Hapo Mzee Juma Mtoro, kiumri umetuacha, wapo ambao makamo yako hapa pengine wakawepo wanaokuzidi, lakini kwa sisi vijana umetuacha. Umeshuhudia Simba ya misimu kadhaa kabla ya kuonyeshwa kwenye TV, unasikiliza kwenye redio na hata baada hii ambayo tunaishuhudia kwenye runinga. Kipi ambacho unaona ni cha tofauti zaidi ukiachilia mbali yaliyopita na uongozi wake na hili ambalo lililopo sasa hivi ndani ya klabu ya Simba Sports, hususan mnapokutana na klabu ya Young Africans? Unajua sisi Yanga sasa hivi ndio maana kama nilivyozungumza mwanzo, Yanga sisi atatusumbua sana na atatunyima raha sana, kwa sababu uwezi kuwa na uongozi ambao uko separate kama vile uende ukaiendee Yanga, utaumia tu. Kwa sababu watu wanazungumza sisi miaka ya nyuma, unazungumza wewe, watu walikuwa wanazungumza lugha moja kama kauli mbiu yao inavyosema. Umeona watagombana huko kote, tumeona sisi chaguzi nyingi, gomvi nyingi zilizopita pale za kina David Ngonya nani, lakini ilikuwa ikifikia mechi na Yanga
tofauti zote zile zinakufa, watu wanasimama sehemu hii moja, wakiingia Taifa aidha Yanga afe, aidha ipatikane draw au chochote kinachotokea ambacho hakitoweza kuiumiza Simba pamoja na mashabiki wake. Lakini kinachoendelea sasa hivi kwa watu walioikamata Simba sasa hivi ndio haya, kwa sababu kuna watu huwa wanafurahia kama matokeo kama haya yaliyotokea, wanafurahia baada ya kuona kwamba wale wanaongoza tayari wameshakuwa, sisi tunaangalia kwa macho ya utofauti. Umeona? Sasa na wale nao wakiwapawa hawa nao yani hivyo kutokuelewana, yani kiujumla kabisa bwana Jafet, ni kutokuelewana kwa viongozi wetu, hawawezi wakafanya jambo, kwa sababu hata watu wa nyuma ilikuwa ikifikia kipindi cha usajili wanapata mashauri ya kocha, wanapata na nini, lakini na wao wenyewe wanashirikiana katika kukaa pamoja. Bwana tumlete huyu atatufaa, tunamsajili huyu atatufaa. Lakini sasa hivi anatoka tu mtu mmoja. Bwana nimeona mchezaji huko wapi, anatufaa tulete hapa. Anatoka hivyo, yani hamwezi mkamuvu. Yani sisi tutapata tabu sana kwa Yanga. Elias, ni kama una kitu unataka kuzungumza hapo. Yani unajua ndio maana nakwambia sometimes viongozi wa Yanga wanatumia akili. Unajua sisi tuna quality. Yani pale Yanga naweza nikakwambia sisi tuna injini 3. Sisi tuna Diala, tuna Yao, tuna Max. Unajua viongozi wetu sisi waliona mbali. Baza kwenye soko la usajili sasa hivi kupata mchezaji kama Yao kwa bei tuliyomnunua, baza ni ngumu sana. Yani unaweza ukazunguka hata kwenye misimu 3 misimu 4 usimpate mtu kama Yao. Kikawaida tungekuwa na uongozi kama waliokuwa nao Simba, tungekuwa tumefanya makosa makubwa sana, kwa sababu ukiangalia kwenye hii misimu 2 3 viongozi wa Simba kuna kitu wangejifunza kwa uongozi wa Yanga, nao pia wangekuwa mbali. Viongozi wa Simba sisi wakati tunamsajili ya Okwasi, amekuja na jamaa mmoja amecheza Simba, anaanza tu mazoezi akaumia, au bin Klamo. Yule jamaa alikuwa ni bonge la kipaji. Ile walichokifanya Simba walimuacha. Vile amekuja ameumia golikipa wao. Nani huyu Kamala? Ukiangalia daraja la Kamala kwenye ligi yetu alikuwa anazidiwa na Diala tu. Na Diala alikuwa anamzidi kwa sababu Diala alikuwa na timu bora. Naamini mimi Kamala angekuwa na timu bora tungemwona bora zaidi. Lakini amekuja kuachwa kizembe kwa sababu gani? Kwa sababu ya viongozi kutokuwa na akili. Ndio sisi tulikuwa na Yao walipoumia viongozi wetu waliona kabisa sisi kupata mchezaji kama huyu ngumu. Mchezaji kama huyu kama unamlipa milioni 15, ameumia ukaendelea kumtibia kwa milioni tunakulipa milioni 5 kaa bure, tunakulipia nyumba. Huyu anapona. Tukimtibia atapona, huyu anakuja kuwa nini? Msaada. The same tunachokifanya msimu huu kwa Pacome, unampa mkataba, unamwacha anajitibia. Kumpata mchezaji kama yule ni ngumu. Kwa unamwacha unamtibia, anakuja anapona. Hebu imagine tungekuwa tulimwacha ya Okosi kama tunasema na majeruhi, tumwache aende. Yaani sasa hivi tungekuwa tunalia kilio gani? Kwa hiyo sometimes ni akili tu ndogo ya uongozi na swala la market. Yaani kwamba anajua kabisa mimi kwenye soko ninapoenda kutafuta napata ugumu gani wa kupata wachezaji wenye quality nzuri. Hebu kiangalia game kama jana alichokifanya Max Yao. Yaani kuna namna hata mimi naamini hata watu wa Simba wenyewe kikao wanaona kweli hapa kuna mtu. Lakini mchezaji ambao tumemvumilia msimu mzima anakula mshahara yuko benchi. Unamtoa kwenye mfumo, unaleta watu wanaendelea kucheza mpira, akipona anarudi kwenye nafasi, kwa sababu imekuwa ngumu kupata wachezaji sasa hivi sokoni bro. Simba blaza hawawezi kuwa imara kama wataendelea kuwa na ule uongozi. Na kitu kinachowatafuna hawa ndugu zangu, unajua sisi na Simba, mimi ndio maana nakwambia hawa ni watani, lakini sisi na Simba tuko dunia mbili tofauti. Blaza sisi Yanga Afrika sisi tuna maamuzi magumu. Hilo huwa anasema kila siku. Blaza haiwezekani wewe mtu kila siku unaumia. Yaani mpaka kuna namna waga najiuliza hawa jamaa kwani wana ngozi gani? Wewe haiwezekani unajisifia una tajiri, uchukui kombe unafungwa. Na unaamini kwa akitoka tajiri utapata shida. Wakati yupo sasa hivi unapata shida. Wewe unamkumbatia. Shikilia hapo, nataka nimalize na Mzee Mtoro. Mzee Mtoro alipoondoka Haji Sunday Manara, nimezungumza kuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wakiwapigisha shoti ndani ya klabu ya Simba Sports. Try again akapisha kwenye nafasi. Naye pia mkazungumza ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakiwapigisha shoti. Sasa hivi sasa anaipigisha shoti Simba Sports ni nani? Tukirudi kwa wewe Sunday Manara, kuna kipindi alifanya hapa na Wasafi, anawaambiaje pale kwenye Simba kuna watu wawili hao.
hao wakitoka Simba itakuwa salama, kwa maana kwamba anajua ni nani na nani. Umeona, kuna watu sisi pale wanatupigisha shoti, ndio katika shoti sio lazima kwamba labda awapelele wachezaji wacheze chini ya kiwango. Shoti sio labda, kuna shoti za kimpira kwamba unaweza labda ukafanya jambo moja mbili tatu ukaleta hivi na hiki, watu wakatoka kwenye mchezo, mechi inayofuata watu mnapoteza. Umeona, yani kuna mbinu fulani za kuweza kuizofisha timu kuanzia kwenye umoja, mshikamano na kila kitu. Mnaingia uwanjani hamna mshikamano, hamna nini, mnafungwa. Ni hivyo. Kuna watu wawili pale ambao wao kama watatoka kwa mujibu wa Manara, kama wakishatoka hao timu itakaa vizuri, kila siku ndio neno lake. Yanga ataendelea kuwa bingwa miaka 10 kama watu hawajatoka. Manara kila siku anazungumza. Ni vitu vipo. Vitu hivi vipo. Ina maana kwamba mtu yule mkubwa, Manara ni mkubwa sana kwenye mpira Tanzania. Anayajua mengi sana na amefanya mengi sana. Ikiwa mpaka neno analizungumza kwenye media, basi lina ukweli 100%. Na kama hatujastuka au lao kama wanachama na wapenzi na wanachama wapenzi na waandamizi wote wa Simba, kama hatujateke action kusema kwamba sasa tunasema basi 1 2 3 kaeni pembeni, tuachie timu yetu, kweli Yanga atakuwa bingwa miaka 10. Bana, kabla sijafunga, tuna mdau mwingine hapa gerezani. Kwanza nijue jina lako, alafu nijue pia na upande uliosimamia. Mimi naitwa Bakari Asmani Weyaga. Ni mshabiki wa Young Africans. Kumbe ni mwana Young Africans. Naam. Sogea kidogo ili upate nafasi vizuri. Ongeze sauti ili wadau waweze kukusikia vizuri. Hongereni kwanza kwa ushindi ambao umeupata siku ya jana. Hongereni kwa kubeba ngao ya jamii. Asante, na tunastahili kuwa mabingwa. Na kitu ambacho napenda kuzungumza, sisi Yanga, hasa mimi na msemo wangu mmoja nasema, mtu anayejiandaa anapunguza malalamiko. Haya malalamiko yote unaona Simba wanalalamika kwa sababu maandalizi yao sio mazuri. Maandalizi ya msimu, maandalizi ya kukutana na Young Africans. Maandalizi ya msimu. Kwa sababu ukisema maandalizi ya msimu, Simba anapoandaa timu, mtu anayemwangalia mbele ni Yanga. Yanga anapoandaa timu, mtu anayemwangalia mbele ni Simba. Kwa hiyo mechi ya kwanza inakukutanisha na mtani. Umeelewa? Kwa hiyo maandalizi hayakuwa mazuri kwa Simba. Kwa mfano, umeelewa? Kitu ametoka kuzungumza hapa ndugu yangu Eli kwenye swala la usajili. Una mchezaji ambao unamtumaini kwamba ndio tegemeo lako, na hata msimu uliopita unaona kabisa katika eneo la striker, umeelewa, ulikuwa na mapungufu kiasi kwamba hadi kocha akawa anatumia striker wa uongo. Yaani kwamba moja kwa moja anakuambia wewe kiongozi kwamba ili eneo bado linahitaji umakini. Umeenda kusajili mchezaji ambaye kumfanyia tathmini vizuri, umeangalia tu namba, kwa sababu namba sometime zinaweza kukuonyesha mtu ana assist nyingi, ana magoli mengi, lakini uwezo wake wa kucheza na ligi ambayo wewe unayo na yeye jinsi alivyo anaweza akawa vitu viwili tofauti. Ina maana Simba hawakujiandaa vizuri katika eneo la striker, na hata hivyo unaangalia kama mechi ya jana, unaangalia Simba amezidiwa na yuko nyuma, lakini kwenye benchi lake hakuna mtu yeyote ambao ndio sasa hivi amepewa hilo jina ambao linatamba sasa hivi, X Factor. Umeelewa? Hakuna mtu ambaye unatoa Chama ndani unapeleka nje, anaingia nani kwenda kukubadilisha ule mchezo. Kwa hiyo kwa ufupi tunaweza tukasema kwamba viongozi wa Simba hawajakidhi mahitaji ya kila alichokuwa anahitaji mwalimu. Sahihi kabisa, kwa sababu lazima utengeneze timu kwanza ndani, wanaoanza wale first 11 na nje, kwa sababu mchezo unavyoenda, jinsi mchezo unavyoendelea ndio unamwambia mwalimu kwamba ule mchezo unataka nini. Kabla mchezo hujachezwa, mwalimu anajua ni kikosi gani naanza nacho. Umeelewa? Wakati mchezo unaendelea, umeelewa, mwalimu anatakiwa ajue sasa hapa yani muda mwingine walimu jinsi wanavyoendesha ule mchezo inakuwa kama vile watu wanavyocheza draft. Huyu kasukuma kete hii, mimi hapa nisukume kete gani ili niweze kupata matokeo. Lakini jana ukija ukimwangalia kocha wa Simba, ukimwangalia ni sura yake, kamera ikimvuta, ni mtu ambaye kama vile ana jaziba. Umeelewa? Yani anaonekana kabisa kuna kitu kwamba anataka kufanya jambo fulani, lakini ufanisi haupo. Sawa, narudi kwako, nijue hali yako iko vipi? Safi kaka, niambie ndugu yangu. Uko vizuri? Niko vizuri. Jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Kuloga.
Naitwa Kuloga. Kuloga? Kuloga. Jina ambalo lipo kwenye vyeti? Kwenye vyeti naitwa Kuloga. Kuloga, mtu wapi? Ni mtu wa Tanga. Mtu wa Tanga. Wakakupa jina la Kuloga, yani kwa maana ya ndio jina langu halisi. Naitwa Miraji Kuloga. Miraji. Kuloga. Mimi Miraji. Miraji Kuloga. Maana hili la Kuloga linaweza likatuloga kuliko. Hapana, ndio jina langu halisi naitwa Kuloga. Sawa. Upande upi? Mimi Simba Sports. Wewe Simba. Mimi mnyama. Sasa umeiloga Simba. Hapana.